Jamani, dadangu anaolewa, nikajitolea kulipia gharama zote za harusi nisimamie mimi, kwa sababu ni dadangu ambaye hatujaongea muda mrefu. Nikasema ngoja nilipie gharama zote za harusi. My friend amecancel mwaliko wangu, ameniambia sijaalikwa. Guess what I will do? Na cancel kila kitu. My friend, mimi na dadangu tumelelewa tofauti. Mamangu aliachana na babangu kipigano baada ya mimi kuzaliwa, yani wakawa wamegombana hapo, wakawa wameachana. Babangu akanichukua tukaenda zetu Canada, mama akabaki huku. Na baba akawa anampigia mama simu, kwa sababu hata nilivyokuwa mkubwa hivi na akili zangu timamu nilikuwa namwambiaga baba, kwa nini usimtafute mama ukamleta mdogo wangu? Mama akawa akipigiwa simu, my friend, mama anakataa, anasema wewe unataka wachukua watoto wote, unataka ukae na watoto wote, mimi nitakana. Nani mama akamkatalia kata huyu dadangu, akamkatalia kata, kwa hiyo amebaki huku. Mahusiano yetu ni kati kwa kati. Hata mama nilikuwa nikimpigiaga simu hata kuongea kwake yani haongeagi vizuri, anakuwa hajachangamka. Yani I think zile hasira za kuachana na baba akawa ananiletea na mimi. Sasa mimi baada ya muda nikanusi hata dada yangu naye pia anaita, ndio akampigia simu akaongea vile anavyotaka. Yani sometimes anajifanya uko busy, wakati mwingine akwambia nitakupigia simu afu hata asikupigie simu. Ila muda pekee yake ambao atakupigia simu pekee atakao kupigia simu mkaongea vizuri ni muda ambao anataka pesa. Atakupigia simu ataanza kubembeleza, kaka unajua kimepanda kimeshuka, lakini kwa kila nikimuuliza unaendeleaje, labda maisha yako yanaendaje, shule inaendaje au nini, haniambii chochote. Hata mama nikimpigia simu nikimuuliza labda dada mdogo wangu anaendeleaje, dadangu anaendeleaje, ataanza tu kuzuga ni from nowhere. Yani at the end of the day issue itakuja kuishia pale kwamba yani anataka pesa, yani wanataka pesa, na maisha ndio alikuwa hivi. Kama miezi miwili iliyopita, sio miezi miwili actually, ni kama miezi 6 nyuma iliyopita, dadangu akanipigia simu akaniambia kaka, nina furaha sana, kuna jambo ambalo nataka nikushirikishe, unajua ni familia. Kwani aliongea kaongea, lakini mwisho wa siku nilijua tu kwamba hili jambo hata kama ni jambo zuri kiasi gani, kuna pesa inatakiwa. My friend, mwisho wa siku akaniambia, "Oh kaka, mimi nataka niolewe, mwanaume wangu ametokea kwenye familia ya kitajiri, wamesema watakava kila kitu, lakini mimi sitaki, unajua mimi sitaki huyu mwanaume anidharau, sitaki familia yake inidharau. Yani nataka nifanye mambo amazing, nataka send off, nataka kitchen party, nataka sijui nini, sijui unaelewa vizuri, anataka vitu vingi, vitu vizuri." My friend, nikamuuliza gharama yake hapo umepigia gharama yani inaweza ikafika kwenye shilingi ngapi? My friend, 150,000. Sijui unaelewa vizuri, 150,000. Sema kwa sababu mimi niko nje huku nilipo, sina maisha mabaya actually, nina maisha mazuri. Yani na niko vizuri. Kwa hata nikisema nitoe hiyo pesa, yani ni kama tu nimetoa pesa ya change. Nikamwambia mdogo wangu haina shida hiyo pesa, hata usijali, nipe ratiba kamili. Akaniambia sawa, ratiba kamili ndio hiyo hapo. Akanitumia ratiba jinsi ambavyo ametengeneza mwenyewe wakati wa send off, wakati wa kitchen party, kila kitu. Unaelewa vizuri. Sasa nikawa nimerudi Bongo. Sasa kwa sababu sherehe ni kama mwezi mmoja unaokuja, sherehe zote hizi zinafuatana, send off, kitchen party zote zinafuatana. Nikasema ngoja nirudi Bongo, dada yangu tena sherehe yenyewe naigharamikia mwenyewe, ngoja nifanye nini, ngoja nirudi Bongo. Mimi nikarudi Bongo by surprise. Nimefika na kwambia nimekuja na mizawadi, nimemletea mama mizawadi, nimemletea dada yangu mizawadi. Kwa nimekuja yani niko vizuri. Nikafika nyumbani pale nikarekebisha nyumba, nikarekebisha mazingira, na kusema kweli hata hiyo nyumba ambayo iko hapo nyumbani, kila kitu ambacho kiko nyumbani ni mimi nafanya. Sio kwamba nafanya kwa sababu ananipenda sana au kwa sababu ananijali sana, no, nafanya kwa sababu ni mamangu, kwa sababu jamii ishasema kwamba mzazi hakosei, mzazi afanye nini. Lakini ile distance ya mama alivyokuwa anaiweka na mdogo wangu, nilikuwa naona kabisa hapa pana distance. Nikarudi sasa baada ya kurekebisha kila kitu, nikamtafuta vendor, hawa watu ambao wanashughulika na masuala ya kutengeneza. Yaani unamwambia kwamba harusi yangu ni tarehe fulani, nataka unifanyie kila kitu. Kwa hiyo anakudesignia sijui nguo, rangi, keki, kila kitu. Anakufanyia kila kitu. Alafu yeye hawa watu wa keki sijui watu wa nini wanakuwa anawatafuta yeye mwenyewe. Yani yeye ni ile tu siku ya harusi, sababu mbona unataka ukumbi fulani, yani wewe ni siku ya harusi unafika, unaenda unakagua eneo lako, jambo lako limekuwa sawa, unaenda kwenye harusi unamaliza kila kitu, mnamalizana. Kwa yani anakuwa anasimamia kila kitu. Kwa hiyo hata hizo stress za kupiga simu sio kufanya nini hamna. My friend, nikamtafuta vendor mmoja, nikamwambia yani nataka send off ya mdogo wangu, nataka kitchen party ya mdogo wangu, nataka yani mambo yawe hivi, mambo yawe bulbul, nataka yani uko mzima, mtaa mzima, da nzima itetemeke. Yani nataka kitu ambacho kimenyooka. Vendor akaniambia usijali, sijui unaelewa vizuri. Akanipigia mahesabu akaniambia pesa kiasi fulani, ila akaniambia unatakiwa ulipe deposit. Actually unatakiwa ulipe kama 3/4 ya hiyo pesa, kwa sababu hata yeye mwenyewe hawa watu wanaowatafuta inabidi walipe. Kwa hiyo inabidi ulipe kama 3/4. Kazi itaanza mwezi mmoja kabla ya harusi. Nikamwambia sawa, na uzuri alichoniambia akaniambia kabla ya huo mwezi mmoja, yani ikibaki mwezi mmoja kabla ya harusi hauwezi kuja kutaka pesa yako, lakini kama kikitokea chochote kabla ya huo mwezi mmoja haujafika, unaweza kuchukua pesa yako in case labda kuna cancellation ya wedding, kuna issue yoyote ile ambayo unaona tena hautaki kuendelea na hii issue, unaweza kuja ukaniambia ukachukua pesa yako na kukata tu pesa kidogo, sawa, tukakubaliana hapo sawa. Mind you, imebaki miezi hiyo miwili. Majuzi hapa nikaenda nyumbani.
Nikafika nyumbani, tumekaa sababu mimi nilipofikia mimi nimejenga sehemu nyingine na mama na mdogo wangu wanakaga sehemu nyingine. Kwa hiyo mimi nilikuwa kwangu sikio, nikawa nimeenda nyumbani, nikafika nikawa nimewauliza kwa sababu sasa walikuwa huyo Venda alishawaambia rangi za harusi nini, na wenyewe walishaanza kushona nguo, walishaanza kufanya vitu hivyo. Nimefika nyumbani nikakuta wanajadiliana masuala ya harusi, siku ya harusi, wanatengeneza kadi, wanataka wazitume kadi, lakini kwenye hizo kadi kuna kadi special kwa ajili ya watu wa karibu, familia, alafu kuna kadi za watu baki, na kadi za watu special zilikuwa zishatimia, zishapelekwa kwa watu. Ndio nikawa nimemuuliza mdogo wangu, nikamwambia afadhali nimekuta mnagawagawa kadi na mimi niondoke na kadi yangu nisije nikasahau, kwa sababu mambo ni mengi. Mind you, mdogo wangu akashtuka, kadi yako kaka, mbona sikuelewi kadi yako ipi? Nikamwambia kadi yangu ya harusi. Mdogo wangu kaniangalia straight into my eyes, into my soul. Akaniambia, kaka, kwenye harusi sikualiki. Mimi na wewe sio watu wa karibu. Hatuna ukaribu, hatujakuwa pamoja, umekuwa kivyako. Mimi mwenyewe nimekuwa kivyangu, kwa hiyo hatuna huo karibu, kwa hiyo siwezi kukukaribisha tena kama mtu wa karibu. Labda kama unataka uje kama watu baki, lakini nisingependa uwepo pale kwa sababu mimi na wewe tunafanana na baadhi ya watu wanajua kwamba sisi ni ndugu. Itakuwa sio vizuri, itakuwa awkward watu wakikuona umekaa kwa watu baki. Yaani sitaki maswali, nataka siku yangu iwe siku yangu vizuri. Nataka yani mambo yaende vizuri, sitaki maswali, sitaki majibu. Kwa hiyo itakuwa vizuri usije. Kwenye harusi ambayo nalipia mimi mwenyewe ili mdogo wangu aonekane wakishua, kwa sababu anataka kuoshea wakwe zake na bwanake aonekane wakishua. Mind you, hapo nilishampa milioni kama 50 kwa ajili ya maandalizi yake mwenyewe na vitu vyake anavyotaka kufanya. Alafu huku nilikuwa nishalipa pesa nyingine. Nikamwambia, okay mdogo wangu hujanialika, hautaki niwepo, okay haina shida. Nikaaga nikaondoka, nikamwambia mimi naondoka. Unaondoka? Haya basi kaka, unajua sasa hivi tuko busy. I think baada ya harusi kuisha tunaweza tukaongea vizuri kama bado utakuwa Tanzania. Nikasema haya, la kimoyoni nikasema mwanakumani na nyie subiri nitawakomesha. My friends, nilifika nyumbani nikampigia simu yule Venda niloongea naye, nikampigia simu nikamwambia, please unaweza kubaki na 10% ya hiyo pesa, lakini naomba pesa yangu nirudishie. Nikamtumia account number, nikamwambia naomba hiyo pesa iingie kwenye hii account. Akaniuliza kwa nini, nikamwambia please usiulize, naomba uingize hii pesa. Pesa ikaingia kwenye account. Kwa sababu nilikuja kwa ajili ya harusi. Harusi sijaalikwa. Basi na pesa yangu haijaalikwa. Nilikuwa nakata tarehe nafanya nini tena? My friend, nikakoya zangu pipa nikarudi zangu Canada. Kimya. Sasa nasubiri kwa sababu baada yani ikishafika ile imebakia mwezi. Wakishaanza masuala ya kuandaa sijui maukumbi nini, makeki, kitu hivyo yani. Inabidi sasa sister yangu aanze kuwasiliana na huyo Venda ili wajue wanafanya nini. Ili Venda akiwa anafanya kazi wao wanawasiliana, wao connected, wanawasiliana hivi. Nasubiri. Bado kama wiki hizo 2 kazi ianze. Kwa hiyo nasubiri sasa, akili imekaa kule, najua kabisa kwamba harusi inaendelea, mtu kashalipwa, kila kitu kinaendelea, na wasubiri. Watanitafuta. Alafu nitawaletea feedback. I'm so petty. Tell me kwa nini nimefurahia. Nilikuwa nishajiandaa nataka kuondoka, lakini nikasikiza hii story nikasema mambo niyapendayo. Sponsor anakulipia harusi alafu unamwambia kwenye harusi yangu sitaki uwepo. Audacity.